ya Manispaa ya Iringa ni kati ya halmashauri 15 ambazo zimepata mradi wa taktiki, mradi wa ushindani, ambao sisi halmashauri ya Manispaa ya Iringa tumepata jumla ya bilioni 20 za kutekeleza miradi mitatu. Mradi wa kwanza ukiwa ni soko ambalo litatengenezwa katika kata ya Kiesa, lakini pia mradi wa pili ni barabara ambazo zitatengenezwa katika kata ya Kiesa na Mkimbizi, lakini pia tutakuwa na jengo la wahandisi. Kwa hiyo tunayo hiyo miradi mitatu na tayari tulishapata mkandarasi. Kwa hiyo kwa sasa miradi inaendelea na utekelezaji, ipo kwenye hatua za awali. Lakini sisi halmashauri ya Manispaa ya Iringa tuna mategemeo makubwa sana kutokana na hii miradi, hasa pale itakapokamilika. Tukianza na mradi wa soko, wafanyabiashara wetu wengi bado wanafanya biashara maeneo ambayo sio rasmi. Na hapo awali kwenye hilo soko tulikuwa tunawafanya biashara 70, lakini kwa sasa tunategemea pale ambapo mradi utakamilika soko litaweza kumudu wafanya biashara 150. Lakini kupitia ofisi ya mhandisi tutakuwa na nafasi sasa wahandisi wetu kwa maana ya TARURA pamoja na halmashauri ya Manispaa ya Iringa kukaa kwa pamoja, na mteja anapofika badala ya kuanza kuhangaika kutoka kwa halmashauri ya Manispaa ya Iringa kwenda kwenye ofisi za TARURA, sasa kitakuwa kama one stop center, mahali ambapo wahandisi wa TARURA na wahandisi wa halmashauri wanapatikana kwa wakati mmoja. Na pia katika hilo jengo kutakuwa na maabara. Hiyo maabara itatusaidia kufanya testing, kupima badala ya kusafiri kwenda nje ama kwenda kwenye maabara zingine. Sasa hizo huduma za upimaji viwango, mfano vya matofali au vya vifaa vingine vya ujenzi vitakuwa vinafanyika katika jengo hilo. Lakini tunashukuru sana pia mradi wetu wa barabara utakapokamilika, kwanza barabara zitaongeza thamani ya yale maeneo ambayo kwa sasa kimsingi hayafikiki. Kwa hiyo hata wananchi ambao walikuwa wanasita kuanza kuwekeza katika maeneo yale wataweza sasa kuwekeza, na hatimaye hadhi ya hayo maeneo yatapanda. Lakini pia na halmashauri itaongeza mapato kwa ajili ya vibali vya ujenzi, lakini pamoja na maeneo mengine kuonekana. Wananchi wa Manispaa ya Iringa wana shukurani nyingi sana kwa serikali ya awamu hii ya 6, lakini hasa kwa Mheshimiwa Rais kwa kuwaletea huu mradi, na tunashukuru sana. Kama ambavyo nimekwisha kuahidi, tutaisimamia ili iweze kukamilika. Kwanza nianze kwa kushukuru kwa kuleta huu mradi kwenye eneo letu la soko la Kiesa. Mradi huu kwanza, lilivyokuwa hili soko hapa, palikuwa na mabanda ambayo hayaeleweki. Palikuwa na vibanda ambavyo vimejengwa kiholela. Sasa tunakuja kujengewa, tunapata vibanda 150. Mimi nishukuru sana kwa hilo, kwa kutuletea mradi huu, na tunaenda kuongeza ajira kwa maana ya watu wakazi wa Kiesa pamoja na maeneo jirani ya maeneo haya. Lakini tunaenda kuongeza uchumi wa manispaa. Naenda kutusaidia kuongeza kitega uchumi kwa manispaa yetu pamoja na kata yetu ya Kiesa, na mzunguko wa pesa utakuwepo. Tunapokuja kuona miradi hii inajenga soko, kwetu sisi ni fursa, kwa sababu hayo masoko tayari itapatikana ajira kwa watu wengi. Ndani ya miradi hiyo ya kitaifa tunakutana na mambo mengi. Kwa mfano, nikianza kuelezea eneo tulilopo, ile eneo limebaki kuwa chaka kwa miaka mingi tu. Limekombolewa hapa na serikali mwaka 1964, ndipo serikali imelipa hapa mahala hapa kwamba ni mali ya serikali sasa. Lakini leo tunakuja kupata faida ya ajira za watu zitapatikana nyingi tu za kutosha. Lakini miradi ya kitaifa tunataka tuende
mtu aelewe kwamba tunaanza tunakuta karibu kusini, sisi tulikuwa tuijui, lakini imetuangukia, ni neema. Ichukua miradi ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kutuletea sisi, tunapaswa tu tushukuru kwamba mama Mungu amweke, maana amefanya miradi mingi inasababisha ajira kwa Watanzania wengi. Mradi huu wa TACTIC ni mradi mkubwa ambao pia unakuja kutekelezwa katika wilaya hii ya Iringa, hususan halmashauri ya manispaa ya Iringa, na tunatarajia kwenye kazi zake inahusisha ujenzi wa soko ambao soko la Kihesa, lakini pia utakuwa na ujenzi wa ofisi ya mhandisi mshauri ambayo pia hilo jengo mwisho wa siku linaweza likatumika pamoja na mhandisi wa manispaa pamoja na meneja wa TARURA wilaya ya Iringa, ambayo pia itarahisisha huduma kwa wananchi, kwa maana kwamba miundombinu ya barabara pia na shughuli za majengo na ujenzi mbalimbali ambazo zinatokea katika manispaa ya Iringa, wananchi hao wanaweza kufika na kupata huduma zote sehemu moja. Lakini sambamba na hilo, imehusisha ujenzi wa barabara kilomita 5.3 ambayo ni barabara ya Mkimbizi Bima, Mtwivila Sekondari, Viziwi pamoja na Bontenki. Zote hizi zinafanya kilomita 5.1 na kilomita 200 zinazunguka eneo la soko ili kurahisisha huduma za pale sokoni. Lakini kwa nini barabara hii inajengwa? Barabara hii inaonekana ina tija kubwa kwa wakazi hawa ambao pia hapo kabla ya ujenzi wake, maana yake ilikuwa ina adha kubwa sana kwa wananchi, kwa maana kuweza kufika maeneo ya huduma mbalimbali imekuwa changamoto kama maeneo ya masoko na vitu kama hivyo. Lakini kuelekea ujenzi wa barabara hii, maana yake sasa unaenda kurahisisha huduma hizo kuwa rafiki, lakini pia kuipelekea halmashauri kuweza kuingiza kipato cha ziada, kwa maana viwanja ambavyo vilikuwa haviuziki katika eneo hili sasa watu wengi wataenda kuvutiwa kwa sababu barabara zimeboreshwa, na katika kuvutiwa kwake, maana yake sasa halmashauri itaenda kupata fedha za ziada katika halmashauri hii. Kama manispaa ya Iringa tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa fedha hizi nyingi ambazo wametuletea kwa ujenzi wa miundombinu hii mitatu mikubwa. Hii inaenda kupelekea sasa wananchi kuweza kufanya shughuli zao kwa uhuru na mwisho wa siku kuleta tija katika manispaa hii ya Iringa. Mfano, soko la Kihesa kwa sasa hivi maana yake lilikuwa na uwezo wa kuchukua wafanyabiashara 70, lakini baada ya kukamilika soko hili kutakuwa na uwezo wa kuchukua wafanyabiashara zaidi ya 150. Sasa hii tu mojawapo ni fursa, linaongeza ajira na kupunguza msongamano na kelele ambazo mara nyingi zilikuwa zikilalamikiwa na machinga na watu kama hao. Sasa nao watapata sehemu ambazo wanaweza kuwa rasmi kufanya shughuli zao ndogo ndogo za biashara. Huo kwa manispaa ya Iringa unahusisha ujenzi wa soko kwa maana ya Kihesa, ujenzi wa ofisi ya wahandisi kwa maana ya Kihesa Kilolo, pia ujenzi wa barabara za lami kwa kata za Mtwivila na Mkimbizi. Hapa tulipo ni eneo la jengo la ofisi ya wahandisi ambalo kwa sasa lipo kwenye hatua za awali kabisa za msingi za kumwaga blinding na kunyanyua nondo za starter, na tunaamini jengo hili likikamilika, manufaa yake ni kuwaleta wahandisi pamoja kutoka mamlaka zote mbili za manispaa na TARURA, kwani tunaamini kuna baadhi ya kazi nyingi ambazo wanatakiwa wazifanye kwa pamoja, na pia kurahisisha huduma kwa wananchi, kwa maana kama mwananchi atakuwa na shida au changamoto ya barabara atamuona meneja wa TARURA, lakini pia kama atakuwa na shida kwa maana ya vibali vya ujenzi atawaona wataalamu kutoka manispaa ya Iringa. Labda nichukue nafasi hii kwanza kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambayo imetuletea mradi mkubwa. Huu mradi umebeba mambo mengi sana ambayo kulikuwa na changamoto nyingi sana hapa kwenye kata yetu ya Mkimbizi. Moja ya changamoto kubwa iliyokuweko hapa, moja ni kuunganisha kati ya kata na kata katika masuala ya kimaendeleo, kwa sababu kulikuwa na shida ya mawasiliano kati ya kata na kata. Lakini pili, ilikuwa kuna shida kwa wananchi wetu, usafiri ulikuwa ni mgumu sana kwa watoto wanaoenda mashuleni, kwa watoto ambao wengine walifika mahala wanashindwa atakwenda shule kwa sababu ya ubovu wa barabara uliokuweko hapa. Lakini jambo lingine, manufaa mengine ambayo tunapata kupitia mradi huu ni ongezeko la thamani
ya nyumba. Nyumba zetu zimejengwa sana, kuna nyumba nzuri, lakini wapangaji walikuwa hawapatikani kwa sababu ya ubovu wa barabara. Kwa hiyo kwa maslahi mojawapo yatakayopata wananchi wetu hapa, gharama za upangaji sasa zitaongezeka na kuwa gharama kubwa za upangaji wa nyumba, lakini hata thamani ya viwanja huku sasa itapanda, itoka viwanja na thamani kubwa. Lakini kiacha hilo, kwa sababu huu mradi ni mradi mkubwa ambao unajenga soko la Kiesa. Lile soko la Kiesa, umalizikaji wa barabara hii unawapa nafasi wananchi wa Mkimbizi kurahisisha katika masuala ya usafiri kwenda kulifikia soko ambalo linajengwa Kiesa. Kwa hiyo inaweza kusaidia sana kurahisisha kwenda kufikia kwenye soko ambalo la Kiesa. Lakini kiacha hilo, mimi nishukuru serikali kwa sababu ukiangalia kwamba tumejenga kituo kikubwa pa cha afya cha Mkimbizi, lakini watu walikuwa shida wanapopatwa na wagonjwa maeneo mbalimbali kwenye maeneo ya kule juu, walikuwa nashindwa kufika kwa haraka hapa hospitali kwa sababu hakuna ubovu wa barabara. Kwa hiyo ni moja jambo ambalo litarahisisha wananchi wanapopata matatizo, wanapata ugonjwa, wameugua, ni rahisi akina mama wajawazito kuwa na kufika haraka sana kwenye kituo cha afya kwa sababu barabara imeshatengenezwa. Napenda kuishukuru serikali kutuletea mradi wa ujenzi wa barabara kuanzia Bima kuelekea Mtuvila. Hii barabara imepita shuleni kwetu. Kupitia hii barabara tumepata manufaa mengi. Kwanza, itasaidia kutuletea usafiri, kwa sababu kabla ya hapo wanafunzi walikuwa wanapata changamoto sana ya usafiri. Bajaji nyingi huwa zinaishia maeneo ya Bima, hazifiki hapa shuleni. Kwa hiyo kupitia mradi wa barabara tunahakika kwamba bajaji zitafika hapa shuleni na wanafunzi watawahi kufika shule. Pia kupitia huu mradi tumenufaika, tumeweza kujengewa fence ambayo fence pia italeta manufaa kwa shule yetu. Itasaidia kupunguza utoro wa wanafunzi kwa sababu wanafunzi wengi wanatoroka kupitia njia za pembeni, lakini kupitia hii fence wanafunzi wote watapita mlango mmoja. Kupitia fence shule yetu itanufaika kwa kupunguza utoro ambao utaleta manufaa kwa shule, kusaidia kukua kitaaluma. Asante sana.